Adhimishwa kila Machi mwezi wa 8 tarehe 8. Lengo la maadhimisho lilikuwa ni kuonesha upendo na heshima kwa mwanamke kutokana na mafanikio yake katika nyanja mbalimbali kama vile siasa, kijamii na kiuchumi. Ni siku ambayo wanawake hutambuliwa kutokana na mafanikio yao bila kujali mgawanyiko wa taifa, kabila, lugha, itikadi, kitamaduni, kiuchumi na kisiasa. Chimbuko la maadhimisho ya siku ya wanawake duniani. Maadhimisho rasmi ya siku hii muhimu kwa wanawake yalianza Machi 8, 1857 baada ya wafanyakazi katika kiwanda cha nguo jijini New York nchini Marekani kugoma kutokana na mazingira mabaya waliokuwa wakikabiliana nayo katika kiwanda hicho. Kutokana na mgomo huo, uongozi wa viwanda ulichukua hatua ya kudhibiti mgomo huo kwa njia ya ukatili na dhuluma kwa wanawake uliopelekea kufungiwa katika chumba kimoja cha jengo hilo. Bila kujali wala kuonesha huruma kwa wanawake hao, waliteketeza jumba hilo na kulidhihirisha kuwa takriban wanawake 129 wakipoteza maisha yao kutokana na moto huo. Tukio hilo liliibua hisia kali duniani kote na maelfu ya raia walihudhuria mazishi ya wanawake hao, hali iliyofanya tukio hili kuwekwa kwenye vitabu vya kihistoria zitakazoendelea kukumbukwa duniani. Mwaka 1910 nchi ya Denmark kulifanyika kongamano kubwa kwa ajili ya kuwakumbuka wanawake hao waliofariki, na azimio lililopitishwa kuwa Machi 8 ya kila mwaka ifanyike siku ya wanawake duniani kwa ajili ya kuwakumbuka wanawake hao, lakini pia kuadhimisha hamasa ya maendeleo ya wanawake wote. Pamoja na kwamba siku hiyo ilipingwa vikali na mataifa mengine duniani kupitia Umoja wa Mataifa UN, siku hiyo ilianza kuadhimishwa rasmi mwaka 1975, miaka miwili baada ya Disemba mwaka 1977. Baraza Kuu la UN lilipitisha na kutangaza kuadhimishwa siku ya haki za wanawake na amani ya kitaifa. Tangu kuanza kuadhimishwa kwa siku hii ya wanawake duniani, imekuwa na mwelekeo mpya wa kimataifa kwa ajili ya wanawake katika nchi zote zilizoendelea na zinazoendelea. Siku hii ni pamoja na kuhakikisha kuwa wanawake wanakuwa wakishiriki sawa na wanaume katika kuleta maendeleo endelevu, amani, usalama na heshima kwa ajili ya haki za binadamu. Kwa Tanzania, maadhimisho haya yamekuwa yakifanyika kila mwaka kwa kufanya tathmini ya maendeleo ya wanawake. Kwa mwaka huu maadhimisho Tanzania yanaongozwa na kauli mbiu inayosema haki na usawa kwa wanawake na wasichana, msingi jumuishi, dira 2050. Kauli mbiu hii inahamasisha wanawake na wasichana kushiriki kikamilifu kwenye nyanja zote za kiuchumi, afya, teknolojia, usawa katika utekelezaji na kufikia fursa mbalimbali zinazotuzunguka. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na kuwa na usawa katika jamii, bado tunapitia changamoto mbalimbali katika jamii zetu, ikiwa ni pamoja na matukio ya kufanyia ukatili wa kunyanyaswa, mfumo dume. Bado yamekuwa ni tatizo kwenye jamii, wanawake hupigwa sana na wanaume zao. Ulevi uliopitiliza kwa waume na vijana, kushinda wakicheza pool table na hawajishughulishi kabisa na shughuli za kuingiza kipato. Hali duni ya kiuchumi kwa wanawake kwa sababu majukumu ya kulea familia yamebaki kwa wanawake, ni wanaume wachache wanaowajibika. Huduma ya maji safi na salama ya bomba katika baadhi ya vitongoji bado hayajafikia, hali inayopelekea wanawake kutumia muda mwingi kufuata maji na kupoteza nguvu kazi katika kufanyika shughuli za kujitengenezea kipato. Aidha, bado kuna ukeketaji wa watoto katika jamii yetu ya Makuru, ambao watoto wanakeketwa wakizaliwa tu
na pindi wanapoacha kwenda kliniki ili kuepuka wakiwa wakubwa kujulikana. Katika kutatua changamoto zilizotajwa hapo juu, wanawake wana mapendekezo yafuatayo: A. Kukomeshwa kwa vitendo vya ukatili kwa wanawake. B. Serikali iendelee kuboresha huduma za maji katika maendeleo mbalimbali ili kupunguza muda wa wanawake kwenda kutafuta maji. C. Serikali iendelee kuboresha mfumo wa wanawake na vijana na watu wenye ulemavu ili wanawake wengi zaidi waweze kupata mikopo isiyokuwa na riba kutoka halmashauri. D. Halmashauri ya wilaya kwa kushirikiana na wadau mbalimbali iendelee kuhamasisha wanawake na jamii kwa ujumla kuunda na kujiunga katika vikundi vya uzalishaji mali. Aidha, tunatoa ushauri ikiwa ni pamoja na tunajua wazi kwamba mwanamke ana nafasi kubwa katika kuongeza kipato cha familia, lakini mfumo dume bado ni kikwazo kikubwa katika maendeleo. Tatizo hili ni ukiukwaji wa haki za binadamu na linasababisha kutokuwa na kizazi chenye usawa katika kuletea taifa maendeleo. Aidha, tunapiga vita ndoa za utotoni zinazopelekea ukiukwaji wa haki za watoto wa kike. Pia tunapenda kuikumbusha jamii kuhusu kuacha mila hatarishi kama vile ukeketaji unaweza kumkosesha mtoto wa kike haki ya kuishi na kuhatarisha maisha ya mwanamke wakati anajifungua pale anapopoteza damu nyingi na kusababisha kifo. Pia ziundwe sheria ndogo ndogo ili kuwabana vijana wafanye kazi, waache ulevi, kusutura na kujiingiza kwenye shughuli za kuwaingizia kipato. Wanaume wawajibike kulea familia zao. Haki na usawa kwa wanawake na wasichana, msingi jumuishi kufikia dira 2050. Naomba kuwasilisha. Makofi kina mama.